beni kule. Uwe na kata dakika 3, 2, 5. Vitu kama ifuatavyo. Kwanza tunaanza na hotuba kutoka kwa familia ya marehemu. Tunawakaribisha karibu familia ya marehemu kwa hotuba ya maisha fupi ya ndugu yetu ambaye ametuacha katika dunia. Amen. Sema amen. Hotuba ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa jina la Mudibeni Chamwa Filipo. Jina la baba. Baba aliitwa kwa jina la Chamwa, wa kabila la Waluba Kasai. Mama wa marehemu aliitwa kwa jina la Milolo, wa kabila la Waluba Katanga. Mudibeni amezaliwa pale mumuji wa Lwebo Kasai Central, chefulie ya Kananga, mu territoire ya Ndemba, nyumba ya Mujila Mpasu, ambaye ni kabila la Wakasai. Amen. Masomo ya marehemu. Marehemu amesoma hadi sekondari D6. Alisomea pedagogie general. Alisoma masomo yake aliyasomea pale Kitengi, ambaye ni muteritware ya Ndemba, Mukasai Central. Kazi ya marehemu. Marehemu alifanya kazi ngazi tofauti tofauti. Alianza kuwa mwalimu mpaka leo hii marehemu mauti umemkuta akiwa directeur wa Rema Ekima Samani. Kwa hiyo marehemu alifanya kazi kwenye shule ya Faraja, alifanya kazi kwenye shule ya Mapendo, alifanya kazi kwenye shule ya Hodari. Imani ya marehemu. Marehemu amebatizwa mnamo mwaka wa 1191 kwa Wafaransa 1991. Alibatizwa kwenye imani ya Baneo Apostolique pale mumuji wa Ndemba kuwa kuhani, au kwa lugha nyingine wanaita prêtre. Marehemu alioa mke ajulikanaye kwa jina la Julita Kalonda wa jamaa ya Watabwa. Kuzaa. Marehemu amefanikiwa kuzaa watoto 12 ambao walio hai ni watoto 9, wa kike 5 na wa kiume 4. Waliotangulia mbele ya haki ni 3. Marehemu vile vile
alifanikiwa kuacha wajukuu 8. Jumla ya watu ambao marehemu aliwatengeneza mdunia ni watu 20. Magonjwa. Marehemu amesumbuliwa kwa muda mwingi sana kwa magonjwa ya tension. Na ugonjwa wa tension na ndio ulikuwa unamsumbua marehemu kwa muda mwingi. Familia imefanya jitihada zote. Unajua mipango ya mwanadamu sio ya Mungu. Na ilipofika tarehe 19 ya Jumatatu lendi pase na mida ya saa 8 mchana na dakika yake ya 48 marehemu akawa ametwacha. Amen. Jumla marehemu ameishi duniani miaka 56. Ndio miaka marehemu ameishi hapa duniani. Kwa hiyo niseme tu kwamba kama familia ya Wakasai tulivyotangaza hapa kifo cha ndugu yetu, hichi ulichokiambiwa ndicho hicho utakachoenda kusema kule utakapoulizwa. Usiwe fundi Demetrio, wanakuuliza hiki na wewe unajibu kingine. Amen. Vile vile nipate fursa ya kuambia kwamba ifikapo siku ya 6 Samedi, kama jinsi sisi wote tupo hapa, tutaombwa tukuje tena hapa kwa ajili ya kusambaza msiba mpenda wetu. Amen. Asante sana. Baada ya kusikiliza hotuba fupi ya maisha ya marehemu, tunakaribisha pia timu ya masomo kwa hotuba kwa ajili ya maisha ya kazi ya marehemu. Kwa kuwa imetajwa hapa ya kwamba marehemu hadi siku ambayo ametuacha alikuwa bado akifanya kazi kwenye kitengo cha elimu. Kwa hiyo watu wa elimu mnakaribishwa. Karibuni. Kuhusu sekta ya elimu, hatutasema maneno juu ya maneno mengine. Familia tayari imemaliza kila kitu. Mungu ailaze roho yake sehemu ya amani. Asante. Haya, baada ya ofisi ya uratibu, naona shule la msingi Hekima pia nina neno la kuagana na mwalimu mkuu wao. Karibu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano, tunakwenda kusoma hotuba fupi kwa ajili ya marehemu kuhusu shule letu la msingi Hekima H1. Kwa majina, marehemu aliitwa Filipo Mujibeni Chamu. Tulimpokea kwenye shule letu la msingi Hekima siku ya Jumatano ya tarehe 29 Januari mwaka 2025 majira ya saa 2 kamili asubuhi. Muda tuliofanya naye kazi ni miezi 3, wiki 2 na siku 4. Katika muda wote huo tuliokuwa naye, muda mwingi uligubikwa na magonjwa. Kwa muda tulioishi naye, alikuwa mshauri wetu, alikuwa mpole, mtulivu na msikivu. Ilipofika Jumatatu ya tarehe 19 Mei mwaka 2025,
Majira ya jioni tukapokea taarifa ya kutoweka kwake. Sisi tulimpenda, ila Mungu kampenda zaidi yetu. Tumesema Mungu alitoa, tena ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Kwa niaba ya shule la msingi Hekima H1, mwalimu mkuu msaidizi Ishekela Biomba Pasifike. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Baada ya kusikia hotuba fupi kutoka kwa shule la Hekima, tunakaribisha uongozi wa timu ya D1 mahali ambapo ametumikia muda mrefu. Pia kijiji kijiandaa. Baada ya uongozi wa timu ya D1, kijiji cha SD kimekaribishwa pia. Benu na mwemi wechi miomo. Ndiyo, nasi kama timu ya D1 Umoja FC tutakwenda kusoma hotuba ya kiongozi wetu aliyetuacha. D1 Umoja FC Nyarugusu Refugees Camp, phone number 0756863284. Risala fupi ya maisha ya marehemu ndani ya timu ya D1 Umoja FC. Marehemu alitambulika kwa jina la Philip Mujibeni. Alianza kuitumikia timu tangu mwaka 2005 hadi umauti ulipomkuta, hivyo alihudumu kwa miaka 20 ndani ya timu. Nyasfa alizohudumu ndani ya timu. Marehemu alihudumu nyasfa zifuatazo. Marehemu aliwahi kuwa mshauri wa timu. Marehemu aliwahi kuwa katibu wa timu. Marehemu aliwahi kuwa mwenyekiti makamu wa timu. Marehemu aliwahi kuwa mwenyekiti mkuu wa timu. Mafanikio tuliyoyapata timu ya D1 Umoja FC tukiwa na mwenyekiti wetu Mujibeni Philip. Marehemu akiwa mwanakamati kwa vipindi tofauti tofauti, timu ya D1 Umoja FC ilifanikiwa kuchukua vikombe 7. Hivyo sisi kama timu ya D1 Umoja FC tuna masikitiko makubwa ya kuachwa na mtu mkubwa tena muhimu katika timu yetu, kwa sababu ameshiriki pakubwa katika ujenzi wa timu na sisi timu ya D1 Umoja FC. Kutokana na msiba huu wa mpendwa tena aliyekuwa kiongozi wetu na tuliyeishi naye vizuri, tunasema tuko pamoja na familia kuanzia sasa mpaka mwisho wa msiba, na Mungu wetu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Kwa niaba ya timu ya D1 Umoja FC, Ernest Milunga Wankanja katibu, Munga Echa Saleh kama mwenyekiti kwa sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Asante. Baada ya kusikiliza pia hotuba, samahani kidogo, ningeomba labda mwenyekiti wa shirikisho angekuwa na neno la kusema, angekuja aseme kwa ajili ya shirikisho. Sala mitume kutupa nafasi hii ya kuweza kutoa hotuba kwa ajili ya kiongozi wa kilabu cha D1 Umoja. Ni kweli nilipochukua tamu hii huyu nilimtambua kama mwenyekiti mkuu au rais mkuu wa kilabu cha D1. Hakika alikuwa mchapakazi, alifanya kazi kwa uweledi wa hali ya juu na kufanikisha hati timu ya D1 kujipanga kama kilabu hapa kambi ya Nyarugusu. Nilipopata taarifa basi nikapanda kwenye mitandao ya kijamii kwa masuala ya kisoka hapa kambini, nikatoa taarifa kwa wadau mbalimbali na kweli zikawa pole za kutosha. Kwa hiyo tunasema Mungu ndo amempenda zaidi, lakini tutoe pole kubwa, pole ya hatari kwa familia. Mungu azidi kuwa mfariji, lakini pia kwa kanisa la mitume Mungu awe mfariji kwenu. Vile vile kwa wadau wote wa soka kambi na nje ya kambi,
Tunasema pole kwa wote, lakini tunaimani kwamba Mungu ataisaidia zaidi sana timu ya Diwani Umoja. Tuko pamoja, tutaendelea kushirikiana. Lakini mwisho, vilabu kama utaratibu wetu, ofisi iko wazi kesho, njoo na 5,000 kama mchango ili tuje tukaone familia ya aliyetuacha. Asante sana. Tunaomba kijiji karibu. Wakati tunakaribisha kijiji, kanisa pia linajiandaa kupitia tabaka mbalimbali kama vile walezi, walimu wa kwaya na makuhani. Dakika 3 kwa kila kundi. Karibu kijiji cha SD. Karibu mama wa kijiji cha SD, karibu. Samahani, hamwezi kunipangia nikose kuita viongozi wangu. Karibu mama de village wa SD. Karibu mama de zone. Mama de zone kama iko hapa karibu. De zone karibu. Kama upo karibu. Basi katibu njoo nafasi ya de zone. Katibu. Sisi kama vile uongozi wa zone ya 4, kwanza tunatoa pole kwa familia, pole kwa kijiji cha SD, pole kwa umati wote ulio hapa, ndugu, jamaa na marafiki, poleni sana. Kweli msiba umegusa kila mmoja wetu aliye hapa, kwa sababu mzee huyu alikuwa mzee ambaye ni mtulivu sana. Sasa namkumbukia wakati tunapokuwa mechi ya Kongo, mzee anakuwa mshabiki, sijui kama anakaa kuruka au la. Kwa hiyo tunaumia sana, na alikuwa mtu ambaye ni mchesi sana, anaomba ushauri kwa kila muda. Kwa hiyo sisi kama vile uongozi wa zone ya 4 tunamtakia tu Mungu apate kumpumzisha mahali pema peponi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, najua wote mnanijua na ikalaka mchangamufu sana, lakini nashindwa. Shetani amenipiga marto mkichwa. Niko mwenye kuumia. Naomba mnisaidie maombi. Kumpoteza huyu mzee tumepungukiwa pakubwa. Kijana wangu umesema kwamba hivi nilikuwa napendelea niwe naona hii serikali hapa mpaka usiku, lakini haitawezekana. Nashukuru sana kwa wote waliofika hapa kutusaidia kwa hii matanga ya ndugu yetu. Poleni sana, najua mliacha shughuli zenu nyumbani kwa ajili ya kuja kusindikiza ndugu yetu. Huyu ni ndugu yetu mpendwa. Mimi tangu nitoke Rugufu, tofauti ya jambo sijue kingine kwenye mdomo wa baba. Kuna wazee wengine wanapenda kusema, kutukana, kufanya nini, lakini huyu baba alikuwa mlezi wa watoto. Nafika kusimama hapa sababu makamo yangu hayupo. Najisikia roho inauma. Sina hata nguvu ya kusimama. Naomba jameni, wakati mtarudi malaloni, tuwe wote hapa tuchangie pamoja. Nashukuru kwa yote. Asante. Asante mama village leader wa SD. Jackie aweza kabana telefoni. Ongea naye magharibi. Nimekuomba, nimekuita kwa jina lako. Wewe uwe wangu, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu.
na mwenye kuheshimiwa na nimeupenda. Na imeandikwa kutoka Isaya 43 mstari wa kwanza, Luka 4 mstari wa kwanza. Pumzika kwa amani. Chana Njibe, umeitumikia kazi ya Bwana kwa moyo, nguvu na mali zako zote. Ingawa umetangulia leo, una matumaini kuwa kwamba tutakutana tena siku ile utakayorudi Bwana wetu. Pokea maua haya kwa ishara ya upendo. Amen. Ana telefoni. Walimu wa kwaya, tuwai muda walimu wa kwaya, makuhani